wakapona kwenye kongamano hili, matatizo ambayo hata angeenda kwa specialisti 10 wasingeweza kuondoa tatizo, lakini specialist wa mbingu anaingia ndani ya tumbo la mama huyu, anaingia, anafanya operation in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Haya, malaika shuka. Haya, kuna kitu kinafanyika. Weza. Haya, mtaona Mungu atakapoinuka. Huyu baba alikuwa na vitu vinatembea ndani ya tumbo, lakini Jehova ananiambia vinaondoka, maana mafuta yaliyoko hapa sio ya mchezo. Haya, God, in the name of Jesus. Haya. Wori kasaka tanana. Mandebo. Akasaya kanana. Rabo sakatalabo. Haya. Zawadi hiyo Yesu amekupatia. Kufa Mungu aliye hai. Ribo sakayana. Macha afanywe operation. Unisikia mwili. Nimesema watu wengine leo utajua kwenye kongamano hili. Wazee na wapongeza na muendelee kusimama katika watumishi ambao hawana hela na hawana agenda. Bwana amenibakiza mwanangu Zinga. Bwana muombe sana Zinga. Muombe sana wazee wanaoweza kusimama na mimi. Nataka kuambia mtaona historia hii, kongamano na historia. Hakuna atakayeondoka kama alivyo. Yoyote aliyekuwa na ukoma wa kimwili wa kiroho hauondoki kwenye kongamano hili. Yesu akamwambia, hivi mimi mnaniita kama nani? Mimi mtoto wa elimu wa Rutete, alafu nakaa kujui wapi, mnaniita kama nani? Sasa watu kama hao waliogundua kujua kuna nini, kwa watu kama mzee Rwabula, watu kama mama ya mtoni hapo, watu wanaolipa gharama kutoka mbali, wamejua si leo. Nataka niwatabirie mwanzo tunapoanza, mbona tutaomba sana. Nataka niwaambie, aliyefungwa mgongo, iko mawinchi na madaktari special kutoka mbinguni kutengeneza migongo yote na mapingili yaliyohama kwenye dishi. Wale ambao matumbo yao yamezuia yasipokee zawadi ya watoto, wako maspecialisti wa kufanya operation kuondoa takataka na uvimbe ulio kwenye fibers, ile milicha ya uzazi. You have to receive, unapokea kitu. Wala ambao watumishi wanafanya huduma katika hali ngumu, hakuna anayekutia moyo, hakuna anayekunulia vyombo, hakuna anayekupa baiskeli, hakuna anayekujengea kanisa. Nasema kama nabii katika nchi, kama na mafuta ya nchi, sasa ni mafuta ya kupokea watumishi. Lazima mwapate vile mnavyotaka katika jina la Yesu. That is a special message from heaven. Ameshatoka kwenye chumba cha operation. Mfuatilie mama, hawa tu mtaona kile ambacho Jehova anatenda. Unaweza kukaa na mtu usijue. Hata walikaa na Yesu. Mimi ninaniambia walikaa na Yesu. Wakati wanatembea, wanazungumza habari za Yesu. Unakumbuka hiyo story? Wanakumbuka habari za Yesu. Alikuwepo Yesu, alikuwepo. Wanaongea habari za Yesu, wanaenda. Kuna ujumbe hapa watasema, wazee kuna ujumbe. Wanaongea habari za Yesu, wanaenda. Hivi ndio nimeanza kuhudumia watu. Rama sheka. Wanaongea habari za Yesu, kumbe yuko mbele pale. Yuko pale. Hawajui. Unawezekana ukaenda kutafuta Yesu Nigeria, kumbe yuko mlima wa Maombi Kimono ambapo amekaa hapa. Unaweza kaenda mashariki ukapoteza mwelekeo, ukashangaa future yako inabadilika, inakwenda porini moja kwa moja. Nataka nikwambie, wanamtafuta Yesu, kumbe yuko pale. Nataka niwaambie, Mungu kanibakiza kwa wakati na kwa majira, kwa taarifa yenu. Umri nilionao wa kuhesabu miaka na nilivyo na afya ya kimwili ya kero hivi tofauti. Narudia tena. Umri nilionao wa kuzaliwa miaka ya duniani na nguvu nilionazo za kimwili, macho, masikio, kila kitu ni vitu hivi tofauti.
Nguvu unazosikia kwenye mwili, ukimweka kijana wa miaka 29, 30, tushindane kukimbia mpaka njiani. Kwa taarifa yako, naweza tukafika pamoja au nikamtangulia. Tuna nguvu za rohoni, tuna nguvu za mwili. Haleluya. Haleluya. Tuna nguvu za rohoni, tuna nguvu za mwili. Madimani. Hasa mbingu iliniambia kongamano hili, I'm so happy for kwa ajili ya watoto wangu hawa. Nafurahi. Yani ile ibada niliyoiona ndio hiyo. Jamani